Bwana, tangu Andy Bobo Boyeli alipofunga goli mbili dhidi ya KMC kwenye ushindi wa goli 4-1, dakika zake za kucheza uwanjani zimekuwa zikipungua siku baada ya siku, na hatimaye kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate ambao umechezwa hapo jana hakuweza kupata dakika hata moja ya kucheza. Sasa katika hali ya kawaida ulikuwa unategemea pengine mchezaji ambaye ametoka kutengeneza confidence kufunga goli mbili kama vile pengine muafaka wa dakika zake ndio huo unaanza kuongezeka taratibu taratibu game after game, lakini kwa Bobo Boyeli imekuwa ni kinyume chake. Yaani mara baada ya kutia zile goli mbili dhidi ya KMC, mchezo uliofuata ulikuwa ni mchezo wa kwanza wa kimataifa Young Africans dhidi ya AS FAR Rabat. Andy Bobo Boyeli akaja akaingia dakika 83 ya ule mchezo zikiwa zimebaki takriban dakika 7, na aliingia kama sehemu ya mabadiliko ya lazima ambayo alifanyiwa Prince Dube mara baada ya kuumia, ndipo akapata mwafaka wa kuingia Andy Boyeli. Mchezo uliofuata ulikuwa ni dhidi ya JS Kabylie ugenini katika ardhi ya Algeria. Katika ule mchezo Andy Bobo Boyeli akaja kuingia dakika ya 90 ya mchezo. Just imagine. Yaani dakika 83 mabadiliko ya lazima baada ya Prince Dube kuumia, mchezo uliofuata anakuja kuingia dakika ya 90. Na hatimaye katika mchezo uliochezwa dhidi ya Fountain Gate hapo jana, Andy Bobo Boyeli hakupata dakika hata moja. Just imagine. Sasa unachokuja kukigundua hapa ni kwamba kumbe viongozi pamoja na benchi la ufundi la Young Africans wanaonekana tayari wana mpango wa muda mrefu ambao tayari wameshautandaza kuhusu kile ambacho wanataka kukifanya kwenye idara ya ushambuliaji. Yaani zile goli mbili ambazo alizifunga Boyeli ni wazi hazijabadilisha maamuzi yoyote ambayo Young Africans walikuwa nayo juu ya maboresho ambayo walikuwa wanaenda kuyafanya kwenye hilo eneo, kwa sababu ukweli ni kwamba hivi sasa Young Africans wanahusishwa na washambuliaji kadhaa. Kuna washambuliaji majina yameanza kutajwa kila hapa na pale. Recently kuna mshambuliaji kutoka Angola, raia wa Angola ambaye anacheza katika nchi ya Poland, anaitwa Depo almaarufu, hilo ni jina lake. Huyu ni mchezaji ambaye amekuwa akihusishwa kwa kiasi kikubwa sana na ni pendekezo la mwalimu mwenyewe Pedro Goncalves. Kwa hiyo ni wazi kabisa huenda muafaka wa Andy Boyeli ukawa ndio unahitimika kwenye staili ya namna hii, kwa sababu Andy Boyeli amekuja Young Africans kwa mkopo wa msimu mmoja. Yaani Andy Boyeli yuko kwenye kikosi cha Young Africans kwa mkopo. Sasa katika hali ya kawaida ukijaribu kutizama ni kama vile tayari amekuwa ni mchezaji ambaye hapati nafasi ya mara kwa mara. Kisha ni kama vile amekuja kwa mkopo. Young Africans wanaona pengine muafaka wake yeye unaweza kuwa rahisi pengine. Licha ya kwamba Prince Dube naye amebakisha miezi 6 tu itakapofika Januari kwenye mkataba wake. Yaani tukipindua mwaka Prince Mpumelelo Dube naye atakuwa amebakisha mkataba wa miezi 6 kwa sababu alisaini miaka 2. Ameshakunja mwaka 1.5, ndio tunaelekea kumaliza kipande kilichobaki Disemba hii. Mwaka ukipinduka Prince Dube naye atakuwa amebakisha miezi 6 tu kwenye mkataba wa miaka 2 ambao aliusaini. Kwa hiyo katika hali ya kawaida ni kama vile pengine muafaka wa Dube unaweza ukaja ukajulikana wakati wa dirisha kubwa la majira ya kiangazi, lakini huenda muafaka wa Andy Boyeli ukaja ukapatiwa majibu katika dirisha dogo, kwa sababu mkataba wa mkopo ni mkataba ambao unasitishwa tu mwisho wa siku. Mchezaji ambaye umemchukua kwa mkopo sio kwamba labda kuna vipengele vingi, ni kiasi cha kusitisha tu ule mkopo, anarudi katika klabu yake ya Sekhukhune United ya kule Afrika Kusini. Kwa hiyo hichi ambacho kinaendelea hivi sasa kwa Andy Bobo Boyeli kuendelea kupata dakika chache na kutocheza kabisa katika mchezo dhidi ya Fountain Gate ni ishara kwamba Young Africans ni kama vile washajua kwamba wanaangalia mwafaka mwingine tofauti na Boyeli kuelekea kwenye dirisha dogo, kwa sababu katika hali ya kawaida ilipaswa iwe kinyume chake. Yaani ilipaswa pengine kuanzia zile goli mbili zilipoingia, hata kama angekuwa haanzi bado mbele ya Dube, lakini pengine mwafaka wake wa kuendelea kupata dakika zaidi ungeanza kuongezeka, kwa sababu kazi yake alikuwa ameifanya siku zile. Lakini ni wazi Young Africans wana mpango wao wa muda mrefu. Uhalisia ni kwamba mechi dhidi ya KMC haikuwa ni mechi yenye pressure kubwa, kwa hiyo goli mbili dhidi ya mpinzani kama KMC ambaye katoka kufukuza kocha, ni wazi haziwezi tu kwenda kubadilisha muafaka kama maamuzi makubwa ambayo viongozi walikuwa wameshafanya kwa ajili ya huyu mchezaji. Kwa hiyo kiukweli kabisa kitendo cha mwalimu kuendelea kupunguza dakika za Boyeli akiwa anatokea benchi ni ishara kwamba ana mipango yake mingine ambayo inaonekana Boyeli sio mchezaji ambaye anaweza kwenda kukiti katika hiyo mipango. Kwa hiyo umebaki mchezo mmoja kabla hatujakwenda kwenye mapumziko marefu ya AFCON. You never know, inawezekana asipate dakika zingine kabisa Boyeli kama ilivyotokea kwenye mchezo dhidi ya Fountain, au akapata dakika chache. Lakini ukikaa ukigundua kwamba baada ya mechi hii tunakwenda mpaka Januari, dirisha litakuwa limefunguliwa, mazungumzo yanaweza kuwa tofauti kwenye meza ya Young Africans kuhusu muafaka wa mshambuliaji wao aliyenaye sasa hivi kwa mkopo Andy Bobo Boyeli.